Ndio. Na moja ya mambo ambayo aliyafanya ni kuongeza bajeti. Alianzisha miradi mbalimbali kama mjini na mfano. Sasa ni kwa namna gani endapo mtapata ridhaa ya Watanzania kwenda kuona tena serikali? Okay, ndio liongelea masuala ya pembejeo, masoko ndani na nje ya nchi. Sawa. Kwanza tunajua kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu, lakini nchi nyingine Watanzania wengi wamejiajiri katika sekta ya kilimo ambako tunafanya uzalishaji wa mazao ya biashara na mazao ya chakula. Lakini kupitia mgombea wetu, rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Chama cha Mapinduzi kimeiwezesha Tanzania kupiga hatua kubwa katika kilimo kwa maana ya uzalishaji wa mazao ya chakula na biashara. Kwa sasa tumefikia uhakika wa chakula zaidi ya 124%. Maana yake tuna chakula cha kutosha ndani ya nchi mpaka tunauza nje ya nini? Ya nchi. Haya ni matokeo ya dira, sera thabiti na uwekezaji mkubwa tuliofanya katika sekta hii. Kuhusu upatikanaji wa pembejeo na masoko ndani ya ilani ya CCM 25-30, tumeweka mikakati madhubuti. Kwanza, kuimarisha mfumo wa upatikanaji wa pembejeo kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo na wakala wa mbegu, kuhakikisha wakulima wanapata mbegu bora, mbolea na dawa kwa wakati na kwa bei nafuu. Na katika hili labda niwakumbushe, mwaka juzi wakati wa mfumuko wa bei ya mbolea ilikuwa inafika mpaka 180,000, 150,000. Lakini kwa mapenzi makubwa ya Daktari Samia Suluhu Hassan aliweka ruzuku katika mbolea, aliweka ruzuku katika mbegu, na Watanzania badala ya kununua mbolea kwa 150,000 walikuwa wananunua 60,000, 70,000. Wakulima mpo hapa, mnaelewa ninachomaanisha. Hizo ni sera za Chama cha Mapinduzi, na katika ilani hii mgombea ameanzisha benki ya kilimo ambapo moja kwa moja itakuwa inatoa fursa kwa wakulima, moja, kukopesheka, itaendelea kutoa ruzuku, wakulima watalima kilimo biashara ambacho kitaongeza kipato chao. Lakini kupitia wakala wa mbegu ASA tunakwenda kuwa na mbegu bora, na kuna mashamba ya mbegu ambayo yapo katika mikoa mbalimbali ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo swala la kilimo, ndugu yangu Scholastica, ilani ya uchaguzi imezingatia kikamilifu. Lakini pili, tumeanzisha na kuboresha masoko ya mazao kupitia ujenzi wa maghala ya kisasa, masoko ya kimkakati ya mazao, lakini pia na mifumo ya stakabadhi ghalani ili wakulima wauze kwa bei nzuri na kwa uwazi. Wakulima wa korosho, pamba, kahawa, mbaazi na mazao mengine ni mashuhuda wa haya mapinduzi makubwa, maana wao ni wanufaika namba moja. Bei zao zimeongezeka na sasa wanafurahia jasho lao. Zamani kulikuwa na walanguzi. Mkulima amelima, akishalima labda ufuta au amelima korosho, mtu anaenda kununulia shambani. Wengine walikuwa wanawakopesha wakulima kwamba baada ya mavuno utanilipa. Mkulima alikuwa anaonewa kwa asilimia kubwa. Lakini baada ya kuletwa mfumo wa stakabadhi ghalani, wakulima wanauza mazao yao kwenye ghala kwa stakabadhi na wanapata fedha nyingi kwa sababu wanakuwa wametendewa haki. Japo wapo watu wachache waliopinga mfumo wa stakabadhi ghalani, na wengi walioupinga sio wakulima, ni wanunuzi wa hayo mazao, kwa sababu walikuwa hawapati faida ile waliotegemea ya kumnyonya mkulima. Kwa hiyo wakulima wanaolima mazao haya wananufaika na sera za Chama cha Mapinduzi. Lakini mwisho, tunasisitiza kilimo cha kisasa kinachotumia teknolojia kupitia mafunzo na upanuzi wa huduma za ugani na kuendeleza programu za kilimo cha umwagiliaji kupitia mpango wa kuanzishwa gridi ya maji ya taifa itakayowezesha maji kupatikana muda wote wa mwaka na wakulima kulima kwa mwaka mzima na kujiongezea kipato kikubwa. Chama cha Mapinduzi hatutaki tu Watanzania walime, tunataka walime kwa tija, kwa faida na kwa uhakika wa soko. Huo ndio msingi wa uchumi wa viwanda na maendeleo ya kweli ndani ya jamii. Kwa hiyo sekta ya kilimo, ndugu Scholastica, ni kuhakikishie 25-30 wakulima wataenda kuwa matajiri kwa ilani hii ya uchaguzi. Na maendeleo ni mchakato wa muda mrefu. Maendeleo hayaji kwa siku moja. Hapa wote tuna nyumba, tuna familia, tuna watoto. Mwaka huu na plani, najenga nyumba, nitapaka rangi, nitaweka tiles, nitaweka vioo, lakini mipango
inakwama kidogo, mwaka unaofuata ndo unaamua kujenga fence. Uongo jamani? Na wengine tumehamia kwenye nyumba bado hatujaweka hata madirisha. Uongo kweli? Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba maendeleo yanapangwa katika mipango thabiti, mipango inayotekelezeka na mwisho wa siku itakamilika. Kwa hiyo kipindi cha nyuma serikali imefanya mambo mengi mazuri, lakini awamu inayokuja kulingana na mifumo ambayo imewekwa ya ukusanyaji wa kodi na mambo mengine, tunakwenda kufanya mambo makubwa yatakayogusa moja kwa moja maisha ya Watanzania kwa kiwango kikubwa. Lakini swali la 6 la 7 lilikuwa la ndugu Goodluck. Goodluck, nimejibu swali lako? Naam? La elimu. Kwa nimelijibu ndani au bado sijalijibu? Bado. Sawa. Nilikuwa naandika hapa. Kwanza nikushukuru kwa swali zuri ndugu Goodluck. Katika sekta ya elimu ambayo ni nguzo kuu ya maendeleo ya taifa letu, ukweli ni kwamba kiongozi wetu Dr. Samia ameongoza CCM na serikali kuendelea kuwekeza kwa kiwango kikubwa katika elimu. Lakini pili, ili kuhakikisha Watanzania wanapata maarifa, ujuzi na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la leo na la kesho, ndani na nje, tumeanza na msingi imara wa kuimarisha mazingira ya kufundishia na kujifunzia. Mgombea urais katika miaka 4 iliyopita ameajiri walimu 1039. Na wakati huo ukumbuke serikali ilikuwa haijaajiri toka mwaka 2016. Katika kipindi cha miaka 4 ya Dr. Samia Suluhu Hassan, walimu peke yao waliopewa ajira ni 39. Na katika kampeni za mwaka huu ameahidi kuajiri zaidi ya walimu 7,000 wapya. Na mitaala imeboreshwa kuendana na mahitaji ya uchumi wa sasa, kwa sababu kuna pointi ulisema kwamba elimu ni kama haimkomboi Mtanzania anayesoma, lakini ukumbuke sera ya elimu imebadilishwa na bunge liliridhia. Kuna mitaala mipya ambayo imeingizwa katika elimu yetu ya sasa, kwamba wanafunzi wanaenda kujifunza vitu ambavyo ni practical moja kwa moja vinavyo reflect maisha yao ya hapa nchini. Lakini tumeanza na misingi ya kuimarisha na kufundishia na kujifunzia. Lakini walimu tumeweka mpango wa mafunzo endelevu ya kitaaluma na upatikanaji wa vifaa vya kufundishia vya kidijitali. Walimu wetu wamepewa vishikwambi kote nchini. Kwa wazazi, serikali imeendelea kutoa elimu ya malezi na ushiriki kupitia kamati za shule na kampeni za uhamasishaji kuhusu umuhimu wa elimu bora. Sasa tumeweka elimu ya sekondari kuwa ya lazima. Maana yake kila mtoto wa Kitanzania atalazimika kusoma, yaani miaka 6 elimu ya msingi na kidato cha kwanza hadi cha 4 elimu ya sekondari. Hapo pia kabla ya kuanza darasa la kwanza lazima mtoto asome chekechea. Haya ni mapinduzi makubwa kwa nchi yetu. Dr. Samia ameifanya elimu hii kuweza kuongezeka thamani na kuweza kuwasaidia vijana wa Kitanzania baada ya kumaliza elimu ya sekondari kwenda kujiunga na vyuo vya VETA, vyuo vya kati pamoja na vyuo vikuu ambavyo vitafundisha uhalisia wa maisha yetu. Kwa hiyo hii si fursa ya serikali peke yake, ni fursa ya taifa, na mgombea anataka elimu iwe chombo cha kumkomboa Mtanzania, kumwinua kiuchumi na kumwezesha kuwa sehemu ya suluhisho la maendeleo ya nchi yetu. Lakini swali la mwisho nafikiri ni la Bwana Lambert. Haya, Bwana Lambert alikuwa anasema okay. Aliongelea masuala ya vyama vya upinzani, kwamba chama kikuu mabadiliko yafanyike, akaongelea okay. Sawa, swali lake nafikiri inaeleweka. Moja, niseme jambo lifuatalo. Nchi yetu mwaka 92, sio nchi tu, niseme Chama cha Mapinduzi, kwa sababu 92 kurudi nyuma tulikuwa chini ya chama hiki kimoja ambacho ni chama gani? CCM. Kwa hiyo Chama cha Mapinduzi kilikubali nchi ya Tanzania iwe na vyama vingi. Hiyo rekodi kwanza ieleweke. Na kilikuwa kina uwezo wa kukataa kusiwe na vyama vingi kwa sababu kilikuwa peke yake.
na wengi walipopiga ile kura walikubali kibaki chama hiki kimoja. Lakini mwenyekiti wa CCM wa wakati huo na rais wa nchi wa wakati huo wakaridhia kuwe na mfumo wa vyama vingi, kwamba wachache wakakubaliwa, acha vyama vingi viji. Kwa hiyo CCM itambulike kwamba ni baba wa demokrasia ndani ya nchi hii kwa kuweza kuruhusu mfumo wa vyama vingi. La pili, nchi hii ina vyama vingi vya siasa. Chama sio kimoja tu. Nchi hii ina CUF, ina Chadema, ina ACT, ina Chausta, ina NLD, ina Chauma, ina DP na vyama vingine vingi. Vyote hivi vina haki sawa ndani ya nchi hii. Hakuna chama chenye haki kuliko chama kingine. Hapa tunachojadili sasa kwamba Chadema imeguswa kwenye mkutano huu. Moja, sheria za tume ya uchaguzi ziko wazi. Kulikuwa na kusaini vyama vyote maadili katika kuingia kwenye nini? Kwenye uchaguzi. Na Watanzania ni mashahidi. Kuna chama kilikataa kwamba sisi hatutaki kusaini. Wakapewa na muda, wakagoma kusaini. Sheria ni msumeno. Ukibaka unaenda kufungwa miaka mingapi? Au imebadilika? Haijabadilika. Wamegoma kusaini, hilo ni kosa lao wenyewe, halihusiki na CCM. CCM ni chama kinachogombea kama chama kingine. La pili, waliomba zifanyike reform. Moja, wakurugenzi wa halmashauri wasisimamie uchaguzi, waliondolewa. Hakuna mkurugenzi anayesimamia uchaguzi kwa sasa. Waliomba kusiwe na mtu anayepita bila kupingwa, ikaondolewa. Hakuna mgombea anayepita bila kufanya nini? Kupingwa. Ni reforms hizo ambazo wao walizitaka katika tume ambayo alikuwa anaisimamia mzee Mkandara Prof. Sasa hapa ikionekana eti Chadema inaonewa, hapana. Kwa kuwa wao waliamua wao kutoshiriki. CCM haiwezi kumlazimisha mtu ashiriki uchaguzi, kwa sababu na yeye anaenda kushiriki nini? Uchaguzi. Lakini historia ya vyama vyetu vyote vinajulikana. Ndio maana kwa sasa ukituuliza mshindani wetu mkuu ni nani, sisi tunashindana na vyama vyote vya siasa vilivyoingia kwenye uchaguzi, na hatu underestimate kwamba chama hiki ni kidogo, hiki ni kikubwa. Siasa haina comparison. Pale unapoweza kutumia greda kusembua barabara, tumia greda mwanzo mpaka mwisho. Ukicheza hapa unaweza ukajikuta umepoteza. Wengine wanasema unatumia nyundo kuua nini? Sisimizi. Sasa wewe umeenda kwenye kampeni kuomba kura, ina maana kuna mikoa mingine usiende, unaogopa kwamba hapa ngoja tudharau, watatupa tu. Ndio maana mgombea amezunguka nchi nzima kwa ukubwa ule, kila wilaya ameenda kuomba kura, na wanaotoa kura ni Watanzania. Na Chama cha Mapinduzi hakina dharau. Ndio maana kimefuata watu mpaka vijijini, mpaka kwenye vitongoji, mpaka kwenye mitaa, mpaka barabarani. Na hapa tunapoongea, Mwanza na mikoa mingine, viongozi wa CCM wanatafuta kula nyumba kwa nyumba, chumba kwa chumba, kitanda kwa kitanda, mpaka uvunguni. Ikiwezekana tutakwenda kusaka kura. Kwa nini? Kwa sababu hatu underestimate uchaguzi. Na ukisoma katiba ya CCM ibara ya 5 inasema katika malengo ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha kinashika dola. Ndio hiyo tunaitafuta kwa machinery zetu ambazo tuko nazo ndani ya chama chetu. Ndio maana unakuta sisi tuna mifumo, tuna mwenyekiti wa mkoa, tuna kamati ya siasa ya mkoa, tuna halmashauri kuu ya mkoa. Mkoa umejitosheleza. Ukishuka wilayani kuna mwenyekiti wa wilaya, kamati ya siasa ya wilaya, halmashauri ya wilaya imejitosheleza. Kwenye kata tuna kamati ya siasa ya kata, tuna halmashauri kuu ya kata. Ukishuka kwenye shina mpaka kwenye tawi, na tuna mabalozi. Sasa wewe
hiyo mifumo huna. Unauliza CCM imeshindaje au imekuonea wapi? Sisi tukishusha message, mfano mwenyekiti anamwambia labda mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, mwenyekiti wa mkoa wa Mwanza, kuna ujumbe uwape wenye viti wa mikoa yako au makatibu wa chini yako. Mwenyekiti atamwambia mneki atashusha wilayani, wilaya itashusha katani, kata zitashusha kwenye matawi, matawi wanaenda kwenye mashina, mashina ndio wanakutana na mabalozi, balozi anaenda kwenye nyumba zake zile 10 au 20 au 50. Vyama vingine hizi machinery wanazo? Kama hawana, wasitafute sababu ya kulalamika. Chama cha Mapinduzi ni chama taasisi, sio chama cha mfukoni kwa mtu binafsi. Ndio maana leo nakuta mwenezi wa CCM sijulikani nimetokea wapi. Uongo. Maana yake hiki ni chama taasisi, yoyote anaweza kuwa yoyote ndani ya CCM muda wowote. Vyama vingine, wengine watakaa baba mkwe, mama mkwe, dada mkwe, mama nani, ndio hivyo. Familia inaongoza chama. Watanzania wanayajua hayo, kwamba chama kilichobeba matumaini ya kweli, chama chenye lugha za staha, chama chenye wazalendo, chama kinachohubiri amani na umoja wa kitaifa, sio kingine, ni Chama cha Mapinduzi. Haya yanawezekana. Kwa ndugu yangu, hayo nilipenda niyafafanue, lakini la mwisho katika hili, sisi kama Chama cha Mapinduzi tunavipenda vyama vyote na hatubagui. Na kuthibitisha hilo, ndio maana unakuta kuna majirani wanakuja ndani ya Chama cha Mapinduzi na tunawapokea na tunawapa platform ya kusema na tunakijenga chama hiki. Hata nyinyi mkitaka kujiunga leo, njooni, mwenezi na wapokea hata ndani ya mkutano huu, ili tujenge nchi na chama chetu. Hatubagui mtu. Huwezi kuona kiongozi wa CCM anatukana watu hadharani, anahamasisha vurugu hadharani, anasema watu waandamane. Hapana. Na ukiona kuna kiongozi wa namna hiyo anaongea bila mipaka na ni kiongozi wa Chama cha Mapinduzi, jua huyo mtu alikuwa na maslahi binafsi yamekwama. Hakuna mwana CCM mwenye akili timamu ambaye anaweza kukosa heshima ndani ya nchi na ndani ya chama. Mwisho nitafafanua kwa ukubwa ili ndugu yangu Lambert aweze kuelewa vizuri, kakaangu pale, lakini waambie tu wana Mwanza na makundi yote mliopo humu ndani, Tanzania iko salama kwa sababu ya uimara wa Chama cha Mapinduzi chini ya mwenyekiti wake Daktari Samia Suluhu Hassan. Nakushukuru. Nakushukuru sana kwa kweli,